أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله له الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na maghfira bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kwa kuwashukuru kwa kwenu hapa, na la pili, nadhani hakuna mtu, wote mmeghafilika, hamjanizindua kidogo, nilichanganya katika aya, na ni wajibu kwangu kwamba kusahihisha hili jambo. Mmezinduka baada kwamba tumeshamaliza muhadhara. Nilikuwa nimezungumzia, nikamwambia nilikuwa nasoma suratul Muzammil, badala ya kusema qumil laila illa qalila, aya pili nikaingia katika suratul Mudaththir. Ilikuwa bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana. Nikaingia katika ile suratul Mudaththir ambayo ndio nilikuwa nikiitaka mwanzo kabla Muzammil. Bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir. Naam, ila akhiril ayat. Kwa hivyo hilo nilitaka kuweka sawa, kwa sababu wasije wakaona watu, najua wakati mwingine kwa live alafu ulimi ukatangulia. So tunakosea wakati mwingine kwa kutangulia, inaweza kuwa katika motion ya kutoa muhadhara ile, alafu ukachanganya na watu pia wakapotea. Kwa hivyo lazima ujiangalie, na hii ndio inatakiwa mhadhiri wa chuo au muhadharat au khatib au anajirekodi. Na sababu ya kujirekodi si peke yake kuwa na manufaa ya baadaye, bali pia ujirudi wewe mwenyewe, ujitathmini umeongea nini hapa point, au hapa pengine umefanya zaidi ya luzum, au umekosea kidogo hapa katika tashkili ya aya. Sasa unakuja lazima urekebishe ile kitu. طيب, tunaendelea katika sehemu yetu ya pili ambayo leo kidogo itakuwa moto, maana tutaingia katika maadili ya watoto. Sasa kwanza kabisa tulipofikia ilikuwa ni ahamiyatul akhlaq, ahamiyatul akhlaq fil Islam. طيب, katika hizi ahamiyatul akhlaq fil Islam tulisimama ya mwanzo kabisa. Ya mwanzo kabisa nilisema kwamba umuhimu wa maadili, kama wewe ni Muislamu, kabla hujaanza kuyatekeleza ya maadili lazima pia ujue umuhimu wake. Kwa nini mimi nakuwa niwe na maadili mema? Kwa nini mimi nataka niwaongoze wengine wawe na maadili mema? Kwa nini familia yangu lazima iwe na maadili mema? Haya maadili mema tunayafanya kwa nani? Je, pia haya maadili mema ndio mwongozo wetu wa maisha yetu katika Uislamu? Ndio, kwa sababu ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo la mwanzo tulisema katika umuhimu wa maadili, tukasema al-iltizamu bil akhlaqil hasana, kusimama na kujilazimu kwa kufuata nini? Maadili mema. Wajitinabu sayyi, na kuacha mabaya, katika tabia mbaya. Kwa hivyo tuna katika tabia zimegawika sehemu mbili, kuna maadili mazuri na maadili mabaya.
Sasa katika haya maadili mazuri ndio tunalazimishwa na tukaambiwa tujiepushe. Leo tunachafuana kwa kweli katika vyombo vya media, yani inahuzunisha. Na hata kama mtu anafanya mabaya hujaambiwa kwamba mlani, bali unataka umombe dua, Allahumma hdihi, Mola muongoe huyu, kwa sababu anayoyafanya sio mazuri. Wala tuzaku anfusakum, msijitakase nafsi zenu. Ukasema mimi naswali 5 salawati, nafunga, natoa zaka, nafanya kila kitu, tumeelewana? Lazima hapa Mwenyezi Mungu anipe pepo tu. Sasa hiyo itakuwa ni riya, itakuwa unafanya show off. Riya ibada haitakiwi show off. Unapofanya unafanya al-ikhlasu lillah, unaitakasa nia yako moja kwa moja kwamba hili tendo nalolifanya nalifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na ukitoka katika hadithi alipokea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema innamal a'malu binniyati, hakika kila tendo ambalo ulifanyalo linatokana na nia yako. Hata kama ni jambo zuri pia inatokana na nia yako wewe moyoni. Wala natali ala qulubi nas, sisi hatuwezi kuziona nyoyo za watu ndani zinasema nini. Wanahkumu bidhahir, lakini sisi siku zote wanadamu tunachokiona usoni mwetu sio ndani, kwa sababu ndani ya nyoyo zetu nani anatahakam? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hata lile jema unaweza kufanya mtu jema, lakini kusudio yake kujionesha, na hii kuna hadhari kubwa sana. Ndio maana akasema katika maadili kuna negative and positive, kuna negative na positive, kuna maadili mazuri na maadili yaliyokuwa mbaya. Hata katika hayo maadili mazuri mtu anakuwa pengine sometime hiyo sasa aitakase nafsi yake. Na ndio maana pale wakashangaa masahaba, tuliongelea katika harusi moja hapa pale, masahaba wakashangaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, masahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna ahlahu wa yuthabu, mmoja wetu sisi Waislamu anaenda kukidhi haja yake, matamanio ya shahwa kwa mkewe, anapewa thawabu. Mmenipata? Masahaba walikuwa wameshangaa, wanamwambia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, araaita, unaonaje, lau wadhataha fil haram, kama hizi mbegu utaenda kuzichukua utaziweka katika sehemu sio, nini unapata? Dhambi. Unapata nini? Dhambi. Kwa maana hayo mukabil, unapokwenda kwa ahli yako nyumbani. Ndio maana tunatakiwa tusome dua ili haya na athiri katika ambayo tukuja kuongelea hapa, masuala ya watoto. Kwa nini wanakuwa wana taathira mbaya, hawafahamu? Wengine wanahitaji ruqya mara 1000, kwa sababu sisi wenyewe hatusomi dini yetu katika taratibu ambazo tulizowekewa, hata katika vitu vyetu vya halali mpaka kwenye kukidhi shahwa tunafundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka tunaenda zetu msalani tunafundishwa vipi tuingie kwa mguu wa kushoto, tusome dua, tujikinge na majini yaliyokuwa ndani chooni, tutoke kwa mguu wa kulia, kwa sababu unatoka katika amakini nzuri, na useme ghufrana, kwa sababu unasema na astaghfiruka, naomba msamaha kwako kwa sababu nilipokuwa chooni. La yajuzu, haipasi kabisa mtu dhikrullah wala dhikrul ayat. Na ndio maana nakataza tena. Ilikuja wakati mwingine watu walikuwa wanaeka tone muziki, yani tone maana yake muziki wa kupigiwa koli ile, walikuwa wanaita aya za Qur'ani watu. Ikaja fatwa haraka sana wakati zinaanza hizi mobile kwamba ni haramu. Kwa sababu gani? Wewe unapigiwa ile Qur'an, wewe umeka Qur'ani unapigiwa simu, hukuweka kwa taabud, kwa ajili ya kuabudu na kuisikiliza, bali umeiweka kwa kuzindua tu simu. Ina maana unaifanyia maskhara na Qur'anil Karim. Na ndio maana ukaamba uondoshe hata kasida na miziki, tena wa haluma jarra na miziki ile tena ilikuwa haramu, kwa sababu chooni ukienda pale na simu. Na wengine siku hizi tunakaa tunaongea chooni, mtu anashusha mzigo alafu anaongea
Sheikh wala hana habari, harufu inatoka hana habari, yeye yupo tu bwana. Unajua sasa kashushe magunia 100 bwana, yuko kwenye biashara lakini yuko chooni ambayo tumekatazwa. Bwana mwambie bwana niko msalani tu nakidhi haja kwanza, subirini kwanza, halafu tena adabu tunafundishwa. Na hii ni katika makarimul akhlaq. Sasa ni wajibu tunaambiwa nini, tujilazimu nazo hizi akhlaq, na kufanya hivyo ni taatullahi wa rasulihi. Wewe kujilazimu na hizi amri za Mwenyezi Mungu katika makarimul akhlaqi ni kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutatoa dalili moja na hadithi moja. Tuliitoa siku zile hii aya, lakini mimi leo nataka kuchukua aya nyingine. Nilisema ile aya siku zile, inna Allaha ya'muru bil adli, hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha nini? Uadilifu. Ni katika makarimul akhlaq. Ukiwa jaji wa mahakama fanye uadilifu. Ukiwa kadhi wa mahkamati shakhsiyati alislamia, kadhi wa mahakama ya Kiislamu, ufanye uadilifu. Sio tena unajiwa na kesi ya talaka, kuna mtoto mashallah mzuri, kuna hapa hata nivunje tu ndoa amechukulia chuma hichi bana. Alikuwa anatokea bana. Wapo wengine walikuwa hamna uaminifu, ni lazima tuseme ukweli. Haya mambo yanatokea, na mkiyaficha ficha. Naam, shukrani. Na mkiyaficha ficha kila kwa hatuwezi kukosoana, lakini yalikuwa yanatokea. So peke yake tu katika nchi yetu, hata hizo nchi huko za Kiislamu, kadhi kwa mahakama al-kadhi akijiwa mtu chuma, basi anakuwa anaweweseka kadhi. Kadhi kama huyo hatumtaki. Manake huyo tena ikija kila mmoja atakuwa anazifuta ndoa za watu zile, alafu achukue yeye. Walikuwa kitumiwa baadhi, lazima tuseme haya yametokea kweli, na ndio maana akafanyika marekebisho. Sitaki kutaja wapi wala sitaki kutaja watu, lakini nasema yalikuwa yanatokea. Sasa ina maana hatuna makarimul akhlaq tukiwa tunafanya hivyo. Ukiwa makadhi mwisho wakawa na watu wanaogopa hata kwenda kwa kadhi. Wakienda kwa marafiki ndo balaa kwenda kusuluhisha, kwa sababu hakuna makarimul akhlaqi. Idha lam tastahi fasna ma shi, ikiwa wewe huna haya tena katika mambo ya akhlaq, ya tabia, maadili, fanya utakavyo, manake wewe nini unasema, mdudu kashakufa. Ndio haya ambayo yanatokea. Tunaona ndugu zetu katika media wanakashifiana masala ya ndani ya ndoa, watu washafunga milango wanayatoa nje, wengine wanayatoa mahakamani. Hakiwi. Wala tansawul fadla bainakum, wala msisahau fadhila ndiko mkizifanyiana, na hayo mambo yanatakiwa ya sitri, yasitoke nje watu wakajua. Hatari sana. Tukiongelea hapa ya Aishi mtashangaa. Hizo mahakama za kadhi zilikuwa zimeoza. Ni Mwenyezi Mungu atustiri. Alhamdulillah, kwa kwetu Zanzibar sasa hivi tumeyarekebisha mambo mengi. Hapana tena mambo ya msara. Mambo yamerekebishwa. Na ndio maana tunahitaji watu wasome. Vijana wasome. Scholarship zitoke, watoto wakapelekwa wakasome, waje wakutumikia jamii ya Kiislamu, tena wawe na maadili mazuri. Hamna kuonea haya katika masala haya ya kihukumu wala ya nini, kuongoza watu kimaadili. Na ndio maana utakuta katika watu wa siasa wanakuambia siasa na dini haifai. Nani alikwambia? Wewe lazima ufuate dini yako ukiwa Muislamu, kwa sababu wewe ukishakufuata mwanasiasa ukiwa Muislamu utafuata maadili ya Kiislamu, utakuwa unafanyia uadilifu watu. Na hapa ndo Mwenyezi Mungu amesema, inna Allaha ya'muru bil adli, hakika Mwenyezi Mungu amewaamrisheni lazima wajibu mfanye uadilifu. Waislamu na sio kwa Waislamu, umfanyie uadilifu Muislamu na sio kwa Muislamu. Wallahi tulikuwa hizi nazileta, lazima mzifahamu. Kuna wengine mindset zao zinakuwa zishabovuka. Walikuwa vijana walipokwenda Ulaya 90s mpaka hii 20s. Kuna mmoja ananiambia hivi,
Kuna mmoja alikuwa akiibia warehouse kampuni hivi hard disks au hard drives. Alafu anakuja ananiuliza, shehe, kumwibia kafiri vipi? Si halali bana na hichi za kifahari. Nikamwambia, wapi umepata hiyo katika Qur'an na Sunna? Kama mtu akiwa sio Muislamu nikamwibia na nimdhulumu, wapi mpata hiyo? Nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwambia nini? Hapa Mwenyezi Mungu shatamba inna Allaha ya'muru bil adli, anaamrisha juu uadilifu. Hapa hakumaanisha wote, wa kiongozi katika jamii ya Kiislamu au sio jamii ya Kiislamu, ukiwa kiongozi wa nchi au sio kiongozi wa nchi, adli, uadilifu. Nikamwambia ittaqu da'watal madhlumi walau kana kafiran. Hapa nikaja hichi kipengele, nikamwambia ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa hata kwamba akiwa sio Muislamu, kafiri. Ni haki yake ile. Tumeelewana? Uruhusiwe kuibia. Sasa mentality hii vijana wetu wa Kiislamu wakawa wanaifanya katika hizi nchi za magharibi walizohamia. We have to say the right way and we have to say the truth. Lazima tuseme ukweli, kwamba kwa sababu wewe umetoka na maadili yako ya Kiislamu, yaoneshe vile vile maadili yako ya Kiislamu. Umeaminishwa katika kazi za watu, kuwa mwaminifu. Leo nilifurahi sana, kuna kijana mmoja alitoa katika Facebook, nikahifadhi video. Kuna padri mmoja sijui mkoa gani hapa Tanzania, anapayukwa ndani ya kanisa, anasema wallahi mimi nimefanya kazi na vijana wangu wa Kiislamu na vijana wa Kikristo, vijana wake wa Kikristo na Waislamu, lakini waliokuwa waaminifu kutokana na maadili yao Waislamu. Hii ipo, nimesahau kuiweka sawa, lakini nimehifadhi sehemu, nayo evidence yangu. Ipo padri hapa Tanzania, alikuwa nani? Kimaro. Asante, maana kwa jina halijaandikwa, alikuwa sijui. Anazungumzia juu ya maadili ya Waislamu, anazungumzia juu ya matendeano, kawapa kazi Waislamu na sio kwa Waislamu, lakini waliokuwa wakimwepesea kazi zake na waaminifu ni Waislamu. Na anathibitisha hivi kusema kutokana na Waislamu wanafundishwa maadili ya dini yao kuwa hivi, lakini wa jamii yake hao wanapata hapa tu mzee, maokoto iko mbele, dini peka pembeni baba, kushne. Yani imani imetoka kabisa, na ndio maana kuna ubadhirifu. Na una maana wale waliokuwa si waaminifu hata katika serikali zetu, wanodokoa hawataki kufuata maadili ya dini zao, kwa sababu maadili ya dini zao wakataza, na hata katiba ya nchi inakataza kudokoa mali ya umma. Kwanza umuogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu umepewa kazi uende kwa umeaminishwa na ukaaminishwa na wananchi wako, alafu unadokoa. Maunano huko akhira yanaanza pale kaburini, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-qabru, akionyesha kaburi, awwalu manazilul akhirah. Wewe basi ukishakutolewa roho hapa duniani, umeondoka, unaanza mambo yako pale kaburini, kwa sababu kuna adhabul qabri wa naimi, kuna adhabu ya kaburi na pia kuna neema zake. Usipokuwa huswali unaadhibiwa kila kipindi cha swala ulotukiacha. Na tumepewa onyo hata wale waliokuwa wanachelewa kuswali au wasali mara wanasali, fawailun lilmusallin, ole wao wale wanaoswali, alladhina hum an salatihim sahun, wale wanazochezea sala zao. Sasa hivi kaswali bana isha pale, alafu baba kuna Barcelona na Madrid, baba mimi acha baadaye nitaswali. Anapiga soga huko mpaka baadaye anaswali, haiswali tena sala. Anatanguliza mambo ya dunia juu ya masala ya ibada ya Mwenyezi Mungu, amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nuwasi, mnamjua Abu Nuwasi? Mmemsikia tu hikaya za Abu Nuwasi. Abu Nuwasi huyu alikuwa Iraki, alikuwa kweli, sio kwamba hikaya ya kutunga, shakhsia ilikuwepo tena, mwanafakihi na mwanalugha kweli kweli.
ana kitabu lake kama hivi, niliona sijui page 1000 nilikuwa nikizisoma pale Kuwait kwa university, vituko vyake nikivisoma wallahi. Mmoja wapo ni hii katika hii sura niloitaja hapa, suratul Maun. Alilewa, akishakulewa anaanza kubwabwaja sasa mtaani, njiani akipita anasema fa inna Allaha qala fawailun musallina wa lam yaqul fawailun lilkhamarina. Unipata hapo? Shalewa anasema hakika Mwenyezi Mungu amesema ole wao wanasali, akuimaliza aya, si anataka kujihalalishia anayofanya, akasema qala fawailun lilmusallina, Mungu amesema ole wao wale wenye kusali, walam yaqul, na hakusema fawailun lilkhamarina, ole wao wale wenye kupiga mvinyo. Kwa hivyo kauhalalisha mvinyo hapo, umeona? Na ndio maana Saidina Ali alipokuja katika utawala wake, Saidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, mlevi ilikuwa hukumu yake anapigwa mikwaju 40, lakini Saidina Ali akazidisha, hii inaitwa tanzir. Ndio kadhi anaweza kuweka hukumu zaidi ya ile iliyowekwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad. Sasa hii inaitwa ukuba, tutazi kumtia adabu zaidi. Ilipokuja ile 40, Saidina Ali akaeka 80. Kwa nini? Akasema alaysa idha shariba al-kham hadha sio hadha, nikisema hadha huyu, hadha unaivuta hivi kidogo hapo, maana yake huropo kwa maneno ya ovu na matusi. Ndio wewe ukipita tu pale ukizubazuba, anaweza kutaka kutukania mama yako, akakutunia baba yako, akasema wewe sio mtoto wa halali. Sasa akisema hivyo ina maana ameshamtuhumu mama yako kwamba amefanya uchafu, si ndio? Ndio hapa Sayyidina Ali akasema alaysa idha shariba al-khamra hadha, je, sio pale anapokuwa kisha kunywa huwa anaropokwa na maneno, wa idha hadha qadhafa, na anaporopokwa huwatuhumu watu sasa kwa machafu. Wa haddul qadhi, na mpaka wa kupigwa mijeledi kwa yule ambaye kwa namrembea mwenzake uchafu ni ngapi? 80 jalda, ndio anayezini ambaye alikuwa hajaoa au kaimusa na pigwa 100 jalda. Lakini yule anayewatambia watu mchafu, na imekuwa sasa hivi kila mmoja anafanya hayo, utakuta Facebook, TikTok, watu wanarembeana uchafu. Shafanywa hivi, ulimona? Niletee ushahidi watu 4. Una ushahidi wa watu 4, unakuwa mijeledi mingapi? 80 jalda. Hiyo ndio hukumu za Kiislamu, na zimewekwa hizi hukumu kali. Kwa sababu gani? Kuweka maadili sawa. Na ndio maana tukaambiwa khamru umul maasi, ulevi ni mama wa maasi. Na ndio maana tukaambiwa tuwafajitanibu, ukimbieni, msiukaribie ulevi, kwa sababu ukifanya ulevi kazini utaua, utatukana, utafanya kile unataka kufanya. Akili haipo, imetoweka, lakini utahukumiwa. Kwa hivyo kwanza unapofanya hii maadili alhasan ni taatullah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Niache hii aya nende hii, na ni muhimu sana. Ile aya inamaliza wa ita'i dhul qurba wa yanha 'anil fahsha. Hii aya Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhalladhina amanu, ndio mambo yanayofanyika sasa hivi na maadili yalikuwa mabovu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tunaambiwa sisi Waislamu, injaakum fasiqun binaba'in, yule analeta habari mbaya yule kaambiwa fasik. Fasik maana yake mtu mchafu, fatan, mfitinishi. Jaakum fasiqun binaba'in fatabayanu, mtu akikuleteni habari tu mbaya tu ya bwana fulani kufanya hivi, fatabayanu, naambia kwanza ichunguzeni bana. Kwa nini? Sababu Mwenyezi Mungu anaeleza hapa, moja katika maadili, ukiletewa mbea usichukue tena alafu ukautangaza. Watu wakiletewa mbea tu siku hizi na hizi WhatsApp na supu sijui, basi dakika moja magrupu nini tena magrupu tena pale wanachangia, watu wanasahau kwamba annamima wal ghiba inaingia pale, kusengenyana na kusemana. Kwani ghiba na namima imeondoka sasa hivi kwa sababu ya teknolojia ati imeondoka katika midomo, imeondoka katika masikio. Kwa hivi imekuja nini? WhatsApp na wasupu menazita.
kwa sababu ile supu imekuwa kama supu. Wewe unapenda supu, kunywa ile. Sasa ile WhatsApp inawavuta watu, umbea mtupu pale. Sasa hivi badala kuja huku na mdomo, sasa hivi vimekuwa vidole, umbea tu unakwenda tunapata dhambi, sio katika maadili mazuri. Jiepusheni, na kama sio lazima kukaa kwenye magrupu, jitoe. Mtu kakuingiza, kwanza hizo WhatsApp usome, kwa unaweza kwenda kublock pale katika settings, katika zile settings ukasema asikuingize mtu bila ridhaa yako. Unajua hiyo, sio mtu anakuingiza tu katika group, unaenda una block kabisa. Ndio maana tunatakiwa tusome na teknolojia. Teknolojia muhimu, kwa sababu hii teknolojia tunaitaka sisi, tunaitumia katika maadili mema, kusambaza na kufundishana, iwafikie habari. Leo tuko hapa na watu wanatusikiliza Amerika, Canada, Oman, Emirates, wako Zanzibar, wako Uganda, wako Burundi. Na rafiki zangu msema nao bana, tia shekhe tupe linki bana, Burundi iko. Kwa sababu unatakiwa knowledge. Kuna sehemu hazifiki elimu. Sasa amesema akija mtu mwenye kufitini watu, fatabayan, chambueni kwanza habari. Anaweza kuwa muongo huyo. Anapa ndo Mwenyezi Mungu anatuhadhari antusibu qauman bijahala, mkaja mkapatwa na ujinga kwamba habari iliyokuja sio ya kweli, alafu nyie mkachukua hatua au mkamchukulia hatua yule mtu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkawa mnajuta kwa kile mlichokifanya. Hii moja katika maadili, kwamba tusichukue maamuzi katika mambo ya umbea tunaloletewa. Takullah, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika umuhimu wa jambo hili la akhlaqi, la pili, al-akhlaqul hasanat ahadu muqawimati shakhsiyati al-muslim. Maadili mema ni moja ya nguzo za kutengeneza shakhsia yako. Fulani la yakdhib, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipotokea mgogoro katika kaumu ya Quraysh, walipoujenga upya ile Kaaba, wakawa nanyang'anyana nani ataliweka al-Kaaba pale. Ikasadif Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye age ya miaka 20, kama wana historia na Ibn Hisham anasema katika kitabu chake Siratu Ibn Hisham, katika Siratu Rasul sallallahu alaihi wasallam, miaka 20 ndio ile akapewa laqab Bwana Mtume Muhammad as-Sadiqu, ni mkweli, al-Amin, mwaminifu. Sio mkweli peke yake, bali ni mwaminifu anapoona amana. Wakana zozana pale, nani anaweka, na akapita hivi, Mtume anampea hadha ibnu akhina, huyu hapa mtoto wa kaka yetu. Maami zake walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ile tumbo la Quraysh limegawika lile, kuna Hashim, kuna Abdul Muttalib, Abdul Manaf na Qusay. Wakaja akasema ya ibn akhina uhkum bainana, ewe mtoto wa kaka yetu. Ana miaka 20, kijana. Ndio maana tunataka vijana wawe na maadili mazuri. Leo vijana wamepotoka na maadili yotoka, ina maana generation inayokuja sisi hatuna mtu zero, ni generation tutakuja. Mungu atuepushie tusije tukala, yani tunalaanika, tusije tuka kama kaumu Luti. Manake ilikuja generation ikabadilika, hakuna maadili tena, wanafanya kila mmoja anafanya anavyotaka, uchafu, ujambazi. Walikuwa wizi pia tena ile kaumu Luti, maana walikuwa akipita watu wakawa kama quta'u turuq. Jana mmesomeshwa quta'u turuq kwa majambazi. Quta'u turuq manake jambazi, sio mwizi wa kawaida. Mwizi wa kutumia silaha ndo anaitwa quta'u turuq, au kwa jina jingine as-sa'il, jambazi. Mtu kamba hili jambazi, maana linatumia silaha, nguvu, kupiga, kuua, yeye almuhimu afikie muradi wake. Akapita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa uhkum bainana, akamwambia leteni kitambaa, leta mfano huu hiki hapa, sajada hiki, prayer mat. Akaambia fulani ibn Hashim, kamata huko pembeni, ibn Abdul Muttalib, ibn Abdul Manaf, Qusay, kamata. Wote yale matumbo manne makubwa ya Quraysh, wakuu wake wale, kila mmoja akaambwa kamata pembe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalichukua Hajarul Aswad, akaliweka katikati pale ya kile kitambaa,
likawa linanyanyuliwa lile, ninakwambia nyanyueni, mpaka ilipofika katika ile level ya kuweka, akachukua yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaliweka lile Hajarul Aswad, faradhu kullu, wote wakaridhia hukumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ilifikia vile kwa sababu alikuwa na maadili mema, ndio akaitwa Sadiqul Amin. Lakini ujinga wao ulikuja pale ilipofikia miaka 40 akapewa utume pale, maslaha yetu ya kuabudu masanamu, sisi ndo tunapata maokoto hapa, unataka kutuondoshia maokoto? Tatizo lilikuwa ni nini? Maokoto, hakuna chengine. Wanajua hata hivi leo, wanajua kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya haki kwa sababu inanyoosha maadili na inaonyesha imani. Tatizo ni maokoto na anasa za dunia. Mmoja aliniambia mimi Canada, anambia tulikuwa tunafanya kazi. Yeye alikuwa anasema priest, alikuwa anafanya kazi ya construction. Ndio alikuwa bosi wangu. Mimi msaidizi wake. Tukikaa lunch time pale ananiambia, lakini tunapiga stories za kidini. Lakini ananiambia I almost convert or revert to Islam. Ilikuwa nakaribia nirejee katika asili ya imani yangu. Kwa nini tunasema revert? Revert maana yake ni kwamba asili. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kullu maulidun yuladu ala alfitra, kila mwanadamu anayezaliwa, nasema mwanadamu si mnyama, anazaliwa juu ya fitra ya dini yake, na huwa dinul Islam. Fa abawahu, vipi anakuwa sio Muislamu tena? Fa abawahu yuhawidani au yunasirani, babake au wazee wake watawachukua waende wapeleke makanisani au kwenye masinagodi yao, wakawa nini mesele nini, kuwabatiza. Wakisha kubatizwa ina maana huyu lazima atoe shahada. Lakini leo ikitokea ukapewa mtoto ambaye amezaliwa tena kwa migongo ya sio ya Waislamu, atolee shahada, huyo mtoto hajabatizwa, huyo mtoto Muislamu anakuwa vile vile, na kwa sababu amezaliwa katika fitra ya Kiislamu. Ndio upate ufahamu wa dini yako, ujue nini kinachoendelea katika maisha yako ya dunia. Yule alichoniambia kwamba hawezi kuslimu, ananiambia bana, sharabu haipatikani, haram, kitu la mwanzo. Akanambia ladies, mnasema nini? Nimesema vichinchir, vitotos. Anambia hapa itakuwa ngumu kweli. Na la mwisho akanambia eating pork. Akamwambia hapo hayo mengine naweza kurekebisha, lakini hapo eating pork, anambia mimi bwana, huwezi kanzuia nikala nyama, msili nyama ya nguruwe. Sasa unakuta kwa sababu alivyolelewa, ameelelewa katika dini nyingine na maadili mengine, inakuwa ni kazi kweli kweli kuja kumngoa, mpaka kinai sana, unakuwa na masuala mengi sana. Kwa hivyo shakhsia yako unaijenga vipi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoijenga? Uwe mwaminifu, uwe mkweli, watamshi huwainan, uende polepole katika ardhi hii, usiende kwa midundo. Zamani watu wengi walipoanza ile walikuwa wanaenda midundo, wakitoka mabaharia anambia niko melini bana, anaunda dunda hivi wala tamshi fil ardhi maraha, usiende kwa maringo, kwa majigambo hapa ardhini. Innaka lan taghriqa al-ardha, wewe hutodidimia chini wala kuididimiza hii ardhi. Wala tablugha al-jibala tula, wala hutofikia ile nini urefu wa ule jabali, wewe kifupi tu. Sasa haya moja katika maadili mpaka Mwenyezi Mungu anatufundisha vipi twende. Ndio, usijimlambe, usifanye maringo. Leo Waislamu unawakuta watu ndugu zetu wa Kiislamu, tena mimi nazungumzia ili wasanii wanavaa misalaba, alafu anakuambia anaswali 5 salawat kifuani hapa, bonge la salaba. Sasa maadili yako ya Kiislamu yako wapi? Wewe unamwogopa Mwenyezi Mungu, unaenda kuswali 5 salawat. Ina maana ukimwelekea pale Mwenyezi Mungu utakiwi uvae shiari, nembo ya dini nyingine. Wewe unapovaa yule msalaba, ina maana unakubali kwamba Nabii Isa alisulubiwa, na hiyo sio katika imani yetu sisi Waislamu, imani ya dini nyingine. Sasa wewe mtoto wa Kiislamu unaenda unavaa zile, ni hatari.
alafu unasema unaswali. Sasa wewe sala yako ni kukataza nini? Au unaswali alafu unaenda kwenye maklabu, unaenda kulewa, unaswali unaenda kufuta unga, unaswali unaenda kuiba. Ina maana wewe hujakanyika na zile swala, unafanya down, up and down, unakwenda juu na chini tu, kwa sababu dalili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, la mwanzo kama tusali kwa wakati. Inna salata tanha, na hakika sala inakanya. Tanha inakataza, inakanya. Maanake tuseme kwa lugha hii inakanya, yani inakukanyisha wewe. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Al-fahsha hapa imekusudiwa zina na liwat, madhambi makubwa yale. Wal munkar, madhambi mengine, kuiba, kusengenya, kupiga, kudokwa mali za umma. Haya munkarat, maovu, jumla ya maovu. Sasa kama kweli unaswali utakuwa uyafanya, na kama umefanya ni kwa ibilisi tu amekughilibu, lakini urejee ukatubia. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengeneza shakhsia yake. Jambo la tatu katika muhimu wa kuwa na maadili mazuri, al-irtibabul wathiq baina al-akhlaq wa din al-islam aqidatan wa shar'a. Kuna mafungamano ambayo yanafungamana na ni muhimu sana baina maadili yako na dini yako. Leo Muislamu yote leo, mimi nakuulizeni nyie tu wa kweli, mfano katika wale wanaodokoa mali za umma, serikali ikatangaza papa, yakaja yale majina pale, akakuwepo katika jamii yetu ya Muislamu, haikupigi wewe kwanza? Sheikh, mimi nauliza, haikupigi? Muislamu wenzetu kashatuaibisha huko. Hajaibisha Uislamu, kajiaibisha yeye, na nusu kawaibisha Uislamu, kwa sababu sio mafunzo aliyofundishwa kwamba wewe umeaminishwa, umekula kiapo mbele ya rais na kula kiapo na msahafu kashikishwa kwamba hutogorokoa mali ya umma alafu ukawa mwizi. Hatari, kwa sababu mali unaoibia wale ni mali za kodi za wanyonge. Kwa hivyo wewe umekwenda kinyume na kiapo ulichokula, tena umekamata na msahafu. Kwa hivyo ni maadili mabovu. Tumesemaje? Kama hamtaki msiape kwa msahafu, pia itakuwa ni maadili mabovu. Wewe dini yako inakufundisha vile ukaibe, una haya kwa sababu maadili huna. Na ndo hapa tukasema maadili na dini yanakwenda pamoja. Wale wanaosema sana hii ukweli, na tuambie ndugu zetu wa Kiislamu wanaenda kukumbania kwa kuwa uongozi wa nchi, wakawa bunge, wakawakilishi, madiwani, waelewe kwamba akhlaq, maadili yako ya Kiislamu yanakwendana na dini yako na maadili ya utekelezaji na uwajibikaji katika majukumu yako unayopewa. Siwakemee watu katukana kapanda kwenye viriri, kwa sababu yametokea kuna watu wanatukana matusi makubwa shekhe. Yaani ukiangalia inaweza kuwa yule jamaa yako, anaweza kuwa kakako, mjomba wako, hata kama mwanamke anaweza kuwa shangazi yako, wanatukana tu watu. Alafu anakuambia siasa. Hakuna kitu kinaitwa siasa kwamba wewe utokwe na maadili utukane watu. Lazima nini? Unyooke. Unakuja unatukana watu fulani sijui yani matusi siwezi hata kusema msikitini, subhanallah. Na katika mmoja limnasihi mimi, bana usifanye hivi shekhe, usifanye wewe, tenda, ushapewa kazi zako na mkuu wako wa nchi, lakini usifanye hivi, sio katika maadili yetu Islamu. Wewe mtoto wa Kiislamu. Subhanallah, baada ya event nyingine ndo kayazidisha zaidi, ndo kasema sikio la kufa alisikii dawa, nikamwacha vile vile.
Na ndio maana kaambia idha lam tastahi, ikiwa hukuwa wewe mwenye kuwa na haya, fasna mashita, fanya utakalo. Hata nyumbani, chumbani tunaomba tukikaa tujifunge hata nini kisaruni, usikae tu mtupu hivi. Kwanza kuna majini mpaka kwenye majumba. Naweza mjini bana akakupenda akakufamia. Hayo tunaanza tena kutafuta mashehe wa kusomea ruqya. Hatari, maadili, akhlaq. Hata vioo tunaomba tuvifunge, kwa sababu kwanza ni hatari sana. Wanaolala alafu wameelekezwa na nini na vioo kwenye vitanda vyao, wameviacha wazi. Sehemu zile ndo wanakaa majini. Elewana sheikh? Na ndio maana unatakiwa tusikae utupu. Jini la kiume linaweza kumfaa mwanamke na jini la kike likakufaa tena ukamtafaruka. Wakati mwingine ndoa zinamtafaruko. Tumevamiwa na hivi viumbe vingine kwa sababu sisi hatuendi na maadili ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha tuombe madua namna gani tukae na mengineyo. Kwa hivyo dini yako na sheria yako inafungamana na maadili yako, uende nayo pamoja. Vipi wewe utasema una dini lakini huna maadili? Ni sawa kashajaratu bila auraqi dhilli wala thamari, ni sawa na mti ambao hauna matunda wala matawi ya kufanyia kivuli. Jiti tu limekaa, wewe utakuwa sasa na yule, lakini mti ambao umeshamiri vitawi utakuwa unapata kivuli, tuna manufaa pale. Ndio wewe shari'atun wa akhlaq yanafungamana hivi. Haya, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, man lam yada qawla zuri, yule hatakuwa ameacha machafu kusema, tukana watu, kejeli watu, kuumbua watu. Falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'ama au sharaba. Tulikuwa tunazungumziwa katika Ramadhani na funga zetu, hata funga za sunna. Hana haja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukaa kwako una njaa, kukaa kwako una njaa, kuacha chakula na vinywaji. Kwa sababu ya nini? Maadili. 4, katika mujtamaa al-akhlaq laha atharun adhimatun fi suluki al-fardi wal mujtama. Maadili yana athari kubwa sana katika mwenendo na tabia ya jamii na nchi. Nyinyi mnajua kama wazungu hatari sana, wana analyze na statistics mpaka maadili yetu. Wanaweza kusema bana wa Tanzania vichwa ngumu, hawaelewi. Wamefanya wapi? Wamekuja wanawafanyia tafiti. Kuna majahili wengi, mfano kuna mmoja nilicheka, alafu ile gazeti lilikuwa limeandikwa Kiingereza, nikakamata rafiki yangu mmoja nasoma nayo wakati tuko kwenye internet, anambia njoo bila sisi nyinyi nyote vichaa kwenye Tanzania. Akasema mtume wa Mungu kwa nini? Anambia huyu hapa tena profesa wenu, hii hapa statistics yenu, anasema katika kila jamii ya Watanzania 10 kuna kichaa ngapi? Mmoja au wawili. Yule aliotoa profesa aliotoa statistics zile ndio wawili katika kila 10 uko wawili kichaa. Ina maana tuko wengi sana vichaa. Sasa tunapimwa mpaka akili zetu, maadili wanataka kujua. Kwa hivyo wanapotaka kukuletea maendeleo, wanajua hawa nawapelekea maendeleo ni watu wa aina gani, au kama nataka kuwapotoa nishawajua njia gani nitatumia za kuwapotoa. Na ndio maana tukatumiwa njia za nini? Ajhizatul elektronia, electronics devices. Hizi ndio zimekuja kutupotoa wengi sasa hivi. Umbea mwingi sana humu zinavunjika ndoa za watu. Ulizeni hichi zinavunja ndoa za watu. Humu watoto wanapotoka. Kila kitu sasa hivi kinachojiri katika jamii na matukio wosende mbali. Unapofungua Facebook, fungua Instagram, fungua nini ile Telegram, yani tayari kuombea mtupu huko. Watu wanarushiana madongo tu.
ndoa mambo ya nje yanatoka tu huko, wengine wanaunga mkono, wengine wako na huyu. Almuhimu balaa tupu. Hizi ndio katika dalili za kiyama sughra, fawahish kuenea katika jamii. Kwa hivyo hayo ndio ambayo tumeambiwa tukataze katika mujtama. Kwa nini kuna athari kubwa? Na hapa ndio alafu tutakuja kuhusu ukoo. Sasa hii tutaendeleza mpaka tumalize, kama bado session 2 au 3. Inasema idha salahatil usra, ukoo ukitangamaa kwa maadili ya Kiislamu, salahatul mujtama, jamii inakuja wenyewe, inakuwa jamii nzuri, inasifiwa. Kwa sababu gani? Fulani bwana mashaallah familia yake na ukoo wake safi, yani sote tumekuja hapa mashaallah. Kwa hivyo watoto zetu wanaweza wakatangamaa pamoja. Huyu babake nane baba huyu hivi, wana maadili tayari, watoto wanakuja wanafuata vile vile, generation inakuja inakuwa vile vile. Lakini sasa rifaqusu, nenda kwa watu na familia zilizokuwa mbaya, au wanafunza watoto wao kufanya mabaya, wanakuwa ile generation. Kwa hivyo generation, jamii tunajigawa makundi mawili. Kuna jamii wanayopenda mambo yale ya kishetani, na kuna jamii inakaa sawa. Nikizungumza hivi maadili si peke yetu sisi Waislamu, hata Wakristo, hata Wasabato nani, wao pia wanagawika makundi haya. Kuna ambao wanafuata maadili waliopewa katika vitabu vyao wanavyofuata, na ambao wako hawajali, ndio kama vile Waislamu. Me believe me or not, niko nafuatilia sana huku kwetu huku Tanzania bara, Ramadhani ikija na pa magazeti mashuhuda shekhe, na mara hii ndio nimeifungia hapa, nimeipata hasa kwa mara ya kwanza, nimefungia na nimeona hapa shehe, wale wamiliki wa mabaa wateja wao wengi ni nani? Tusemiane ukweli bwana. Wana lose, yani tunasema ile kuna nini, low season ambayo ya maokoto itakuwa hafifu chini, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu wateja wao wengi ni Waislamu. Hapo mpaka nikashangaa, mimi najua kwa sababu Wakristo wanajihusisha kunywa pombe, lakini Waislamu. Lakini sikushangaa, nilikuwa katika channel 10 Ramadhani ile ya mwisho, nadhani ilikuwa tarehe 26 kuamkia 27. Ilikuwa 25 kuamkia 26, sorry. Alikuja mmoja katika dada na ananiuliza swala ile baada ya kipindi cha majibu na swala, anakaa Arusha. Akaniuliza, shekhe, swala langu ni hili, hapa tunapokaa ni kijiji Waislamu wengi, lakini hawa Waislamu hawa ndio wamiliki wa mabaa. Msikilizeni uzuri, tuko ndani ya Tanzania hiyo. Na hawa Waislamu wamiliki wa mabaa ndio wenye hela, na Ramadhani mwezi mtukufu, wengine wanasema sio mtukufu, ni mtukufu, mubarakun, sio mwezi wa Ramadhani, sio katika ashhurul hurum. Hii ndio watu wafahamu, na wengine wakawa nabishana kwenye media, yani ni kubishana Waislamu. Sio katika miezi ya ashhurul hurum, lakini ni mwezi pia uliopewa baraka, mubarakun, yani umebarikiwa ndani yake, thawabu zinakuwa marudufu. Qur'ani imechukua katika nini, kuna Lailatul Qadri, kuna sifa zake nyingi katika msikiti, lakini sio katika ashhurul hurum ile minne. Sasa swala likasema, alafu sasa ndio wanakuja wanatupa yale maokoto pesa, wanatutolea sadaka msikitini, wanatuletea na futari. Nikamwambia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Je, yafaa shehe kula ule wali? Je, shehe inafaa kutafuna haya maokoto wakali hali tunajua zote zinatokana na chumo la haramu? Hapo ndo kipengele ambacho kimewafunga, na ni jawabu sahihi. Kimetokana na nini? Chumo na chumo lenyewe mnaliona na mnawaona, haifai. Mfano kama katoka huko kaja katika Dar es Salaam, hakuna mtu anomjua, Muislamu mwenzenu bana,
okoto iligawaneni sadaka. Tushatafuna, alafu baadaye tukaja tukajua bana alikuwa zile pesa, wewe huna dhambi hukujua, lakini yeye hapati hata thawabu kuzigawa. Lakini tatizo ni pale kwamba wanajua. Mimi ndo nashangaa, kila wilaya, kila mkoa, kila kata na kada kuna mashekhe. Wanafanya kazi gani? Yaani lazima tujiulize sisi. Hizo ndo sehemu kama hizo inabidi watu watoke. Ndio maana akasema katika watu ambao wanatakiwa kusaidiwa wasomeshwe na nini, wale jamaa wanaotoka katika tablighi pale, sehemu kama hizo ndo waende. Ndio hizo sehemu za kwenda huko, kwenda kuelimisha watu. Kuna shekhe mmoja aliwahi kutuzungumzia, lakini hajataja, nadhani Mererani, lakini sio sehemu fulani katika migodi. Alituambia hapa, nilikuwa namsikiliza katika YouTube. Anaambia kule alipokwenda yeye anatafuta sasa msikiti, aliambiwa tu uende, akachukua bodaboda akamwambia msikiti hapa, msikiti uko wapi? Msikiti yule Mariamu mwenye kutengeneza nani? Tena ana adabu mama, tena anaitwa jina la mama yake Mtume Isa Mariam, alafu anauza pombe, alafu yeye ndo imamu. Inna lillahi. Shekhe, hakuna mambo hapa nchini kwetu, hatueni mbali. Hapa ndo unajua umuhimu wa kusoma, umuhimu wa kueneza dawa, kufika mpaka vijijini, kwenda kuwaelimisha Waislamu wenzetu. Mama anapika gongo, yeye ndo imamu, midume kumekaa huko mbele, mwanamke yuko mbele yao pale, ndo imamu. Na Mwenyezi Mungu anasema nini huko? Ar-rijalu qawwamuna ala nisaa, kwamba maimamu wanakuwa wanaume si wanawake. Mwanamke akawasalisha wanawake wenzake, lakini wakija kwetu sisi wataswali nyuma yetu. Sisi ndio tuliotangulizwa, sio wao. Maadili yako wapi? Kwa sababu hakuna knowledge. Tutamlaumu vipi? Pengine yeye mama Bi Mariam yule ndo alipata kidogo madrasa, hawa wote mzumburukuku. Akaona pale tena na hao Waislamu ndo wateja wake. Wakishakumaliza swala, jamaa ndo anaelezea, wakishakumaliza swala isha hapo gongo mtu, alafu tena wanatoa ushuhuda wengine. Hatari kuzichezea aya za Qur'ani. Wanakuja tena wanabishana, anasema la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mungu hakukataza bana pombe bana mtuletee. Masahaba walikuwa kipiga mjarab kwa kweli, walipokatazwa mpaka pale baada swala liisha tukaambwa huru. Ndio sikukatalia. Masahaba walikuwa kipiga kwa kweli sharabu, ndio kilikuwa kinywaji chao, kama juice huko sasa hivi ya avocado. Ndio kilikuwa walikuwa na pombe yao ya zabibu na ya tende. Shekhe, vipi unanikisia kichwa? Ushainywa nini? Nani juice ya tende na zabibu, sio pombe. Ndio kilikuwa kinywaji chao pale Makureish. Miaka mingapi? Wakati gani imeharamishwa pombe? Mwaka gani wa Kiislamu? Maana anaweza kaja kweli mtu kasoma huko akwambia pombe bana haijaharamishwa bwana. Masahaba walikuwa kipiga, ndio walikuwa kipiga, lakini mtume alikuwa hanywi, kwa sababu ilikuwa haijaja hukumu ya kuharamisha bado. Katika riwaya anasema Saidina Ali alipata sharabu kinywaji chake kabisa, akaenda kaswali. Ndio pale ikashuka ile aya ya Qur'ani mwaka wa pili baada hijra. Ina maana kutakuwa kwa jumla ni mwaka ngapi? Wa 15 tangu aliporushishwa mtume. Kwa hivyo miaka kipindi cha miaka 15 Waislamu walikuwa kipiga sharabu kama kawaida. Na wafahamisha sasa ulumul Qur'ani vipi aya. Kuna aya zilikuja taratibu zika zinaharamisha jambo kwa muda mpaka likakatazwa moja kwa moja. Alipokuja kuswali kwa riwaya inasema Saidina Ali, Suratul Kafirun, akaambia ile aya la a'budu, la harfu nafi, la unasema katika Kiswahili si, uridu nataka, nikiitia la mwanzo tu, la uridu si taki, kikanushi. Kiswahili tunasema nini? Kikanushi, kinakanusha mambo. Kwa hivyo pale alipokuja Mwenyezi Mungu asema
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba awaambie makafiri katika ile sura ilivyokuja na mpangilio, la a'budu, siabudu mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taabudun, kilicho ambacho mnakiabudu nyinyi. Ikamtoka ile kwa sababu ya ulevi, badala kusema la akaepuka ile la, akasema a'budu ma ta'budun. Sasa akakonfirm, akakubali kwamba mimi naabudu mnachokiabudu. Nalo alikuwa kiabudu nani? Masanamu, ina maana ni kufuru. Hapa ndo ikajwa sasa, ikashuka ile aya ya mwanzo kuanza kukataza hii maadili mabaya. Sasa kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua nini, kwa sababu alikuwa anawapelekea strategic ya mwili kuzoea. La mwanzo kuwakataza kwenye ibada, wasije kwamba wako hoi hai wameyumba yumba. Akaambia la taqrabu salata, msije wala msikaribie sala, wa antum sukara, ikiwa mmelewa, hata ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue mnachokisema, kwa sababu msije mkakufuru bila kujua. Umeelewana? Ikashuka baadaye, ikawa sasa washazoea, ndio ikaja inamal khamru, hakika ulevi, wal maisir, kamari, na nyinyi mna beti tu leo. Fulana zetu zote za mpira zako za beti haramu. Nakuja hapo unakaa mbele ya Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar, alafu imeandikwa beti. Alafu sasa hivi kuna beti kidao, jamaa maukoto, kuna moja mmeona bonge la tangazo, anasema tunakuja. Akisema tunakuja nini? Uliangalie Sheikh kamari, bonge la kamari, wanakwambia hilo maukoto ya nguvu tena, alafu wanatafuta yale maneno ya kuwavuruga vijana. Maukoto ya nguvu, kila ambalo haramu ndio wanatumia sasa hivi katika devices hizo. Watu haramu kubeti, na beti mpira haramu. Kuna madhara yake, itakuja siku ambayo tutazungumzia al-maisir, na al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlamu. Akasemaje? Haya mambo manne aliyotaja, rijsun min amal shani, ni chafu, unatokana na nani? Shetani. Kwa hivyo ukishiriki wewe umeshiriki na shetani. Amri kaja hapa, fajitanibuhu. Fajitanibu maana yake msikaribie, wala msinywe, wala msitengeneze, wala msiuze, wala msifanye kitu. Hapa ndo nikamjibu yule mtoto, nikamwambia haramu, kwa sababu hapo nikaeka sawa yale mambo. Nikamwambia watubie walikuwa wakifanya, wayaache hayo mambo. Sasa jambo la mwisho kabisa, itakuwa tuna mbili tu leo, alafu tutasimama inshallah wiki ijayo itakuja. Nilikuwa nataka niongelee kuhusu maadili ya watoto na ndani ya nini, lakini inataka mada ya siku yake peke yake. Kwa hivyo acha nimalize hii vipengele viwili, tusimame kwa leo, alafu wiki ijayo inshallah sasa nitakuja kujadipu, nitakuja kuparaganya tunayofanya majumbani. Tena nakupeni salamu kabisa, tunayofanya majumbani na kuachia watoto hizi hapa vidude hivi. Watoto wengine wanageuka kwa mashoga kwa sababu hawajui mama ananiliaje. Mambo kibao unokaa huku Tanzania na wanokaa huko Maulaya, na yanofanyika na solution nini, hiyo inahitaji siku yake hiyo kuyaongelea tu peke yake. Lakini leo tulikuwa nataka nini umuhimu wa kuwa na maadili mema, turejee kwamba hizi ni amri za Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba tunataka sisi kama viongozi mashekhe. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Akasema sadisan, ahamiyatul akhlaqi fi da'wa ila Allah azza wa jalla. Na moja katika tunatakiwa sisi, maana siku zile nikatoa mfano, mimi ni wakuta watoto wa ndugu zangu bwana, nipigia simu, unatutolea mfano, nikamwambia ndio, bora nijitolee mimi. Kwa sababu gani? Dawa alikuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miaka mitatu ilikuwa ya nini? Ya kisiri. Na amri iliyokuja ya mwanzo, kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anamtengeneza yule kabla hajaja kwa kharij katika umma. Wa andhir ashiratakal aqrabin, anza kuwaonya na walinganie watu walio karibu yako, maanake familia yako. Bwana, tunaelewana? Tunawalewana na sisi mashekhe na maimamu na wahadhiri.
familia zetu kwanza ziwe mfano kabla ya kwenu. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye tuwafika, anaweza katokea kichwa ngumu nunda, sio aibu. Mtoto wa shekhe yule nunda alifahamiki, sio bidaa. Nabii Nuhu mtoto wake hakuwa nunda, hakukufuru tena, na mama yake wakapigwa mfano katika Qur'an. Wanaambua pande katika jahazi, yeye na mama yake, yeye akajibu kwa ufidhuli, sababu alikuwa na watoto 4 wa kiume, 3 walipanda, ndio tumetoka generation sisi. Hiyo kisa siku nyingine. Akaambia qala ya bunayya, anamwita tena kwa Kiarabu kwa kumdekeza, ya bunayya, akumwita ya ibni, ewe mtoto wangu, ya bunayya, ewe kitoto changu, kwa mapenzi na huruma, sababu kinachokuja ni adhabu kali. Irkam maana, panda nasi. Akasema qala, akajibu yule mtoto, saawi ila jabalin, nitalipanda jabali hili, yaasimini minal ma, nitaokoka kutokana na hili nini, angamizo la nini, mafuriko, tufani. Anakandishwa ile, qala la asima liyawm, leo hakuna atakayesalimika. Mpaka mwisho Mwenyezi Mungu anamkataza Nabii Nuh, basi mwachie aende zake. Huyo tayari na mama yake washaandikwa katika watu ambao watamalizika hapa duniani. Tumelewana? Sasa huyo ni mtoto katoka katika mgongo wa Mtume. Haya, kwani mwingine hakuna? Waliokufuru wapo tena, wameona mambo. Maami zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, nyami yake sasa hakufuru. Sasa wakati mwingine wewe unachokitakiwa, mtengeneze yule mtoto kwenye maadili mema, umwombee dua na umuongoze, lakini alafu fawidh amraka ila Allah, mwachie Mwenyezi Mungu mambo hayo. Sasa haya mambo muhimu. Tunamaliza nukta ya mwisho, tunafunga kabla adhana, stahimilie, alafu adhana ngoja, itabidi baada hapo mimi, kwa sababu nataka kuwahi harusini. La 7 akasema ahamiyatul akhlaq fi idfa'i saada ala al-furad wal mustah, kuna umuhimu wa maadili mazuri katika kuzivuta nyoyo na kuzipa utulivu na kuzipa furaha. Leo haya baadhi ya matokeo yanatokea katika nchi yetu. Tuseme mtu anataka kufuruga nchi, kinuke, siingilii, lakini kauli kama hizi sio sahihi njema, sio kauli za ushindani, ni kauli za kibabe, sio kauli za kimaadili. Unaweza kuwa wewe una elimu na nini, leo unajua unaweza kuwa mpumbavu na mjinga sana. Unatakiwa uwe na kauli njema hata kwa mpenzi. Jamani, mimi nawafundisha sasa, Sayyidina Musa alayhi salam wa Harun anaamrishwa na Mwenyezi Mungu aende kwa jabari wa ardhi Firauni na kwa Haman. Msikilizeni Mwenyezi Mungu anasemaje. Anaambia Sayyidina Musa na Nabii Harun, wote wawili mitume, lakini Nabii Musa ni nani? Mtume na rasul, kwa sababu yeye ameletwa amri. Yule ni mtume tu, anafuata amri za Sayyidina Musa. Idhhaba ila Firaun, wanaambia wote wawili, lughati al-arabia, mtakuja kusomeshwa. Idhhab, nenda wewe mmoja, pakipigwa alifu tu pale, idhhaba, watu wawili, nendeni nyote wawili. Anakusudiwa nani na nani katika ile aya? Musa na nani? Unasikia utamu wa lugha huo. Afu nyinyi kimbieni, msije na darasa. Idhhaba ila Firauna, amri hapa, faqula, nyinyi yote wawili mumwambie, faqula lahu, ewe Musa na Haruni, mwambieni yule Firaun, qaulan layyinan. Ya salam, jabari kawaua Mayahudi Bani Israeli, kawachinja chinja, Musa kaokoka. Hakuamrisha kwa sababu ya ndoto ya nani yule? Ya mchawi, ya mtabiri wake. Lakini anapelekwa kule na anapelekwa kwa taghut, jitu jabari, lakini anaamrishwa na Mwenyezi Mungu, mwenda kwa maneno matamu,
Sasa wewe uko katika amani hapa, uko katika amani na utulivu, alafu unamwambia kiongozi wa taifa na kuongoza wewe kitanuka. Sio katika kauli njema. Na Waislamu wengine pia wanasherekea. Hakuna masuala hapa, masuala ya maadili. Uwe Muislamu, uwe si Muislamu, uheshimu nchi yako, uheshimu na viongozi wako. Kama wamekosea viongozi, nenda kwa utaratibu unaotaka ili wakaokosoe. Kula mimi sasa nakwambieni aliposema Mwenyezi Mungu kalikuambia mitume, na sisi sasa tunatakiwa tujiambie sisi kwenda kwa viongozi wetu, tuwasemee kwa maneno mazuri, kwa sababu ninyi mnasema Kiswahili maneno matamu mtoa nyoka. Inshallah tutakutana darasa ijayo, nataka waje na muite watu wengi. Nitaongelea inaga ubaga matatizo yanatukuta katika jamii, katika familia, nyumbani. Taanza moja kwa moja kuhusu wazee, kutengana kwa wazee. Kuna masababu ya kutengana kwa wazee, ndio inasababisha watoto wapotee. Katika sababu katika hawa, mmoja anakuwa kichwa ngumu. Tumeelewana uzuri? Na huko mataifa ya kwetu ya magharibi ndio kabisa watu wanapelekana mpaka mahakamani kwenda kukunyang'anya majukumu yako, alafu anashindwa na mtoto baadaye anapotea. Nani anaambia baba yake alikuwa hayupo, baba yake umemnyang'anya kisheria. Wewe si Muislamu, Mungu hajakufundisha hivi, mtume. Mambo yanayotokea, maadili ya watoto wadogo wanatukana na kila kitu, haya yote tunatakiwa tuyazungumze, tuyafahamu, kisha tuweke sawa. Wacha tusome dua, inshallah tutatoa adhana na swali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wat tafasir warzuqna ittiba'ata sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wa min ibadika al-mutatahhirin waj'alna min ash-shakirin wa la taj'alna min al-kafirin. Allahumma ashfina washfi mardana wa mardal muslimin warhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ewe Mola, tunakuomba tuletee utulivu na amani katika nchi yetu hii ya Tanzania na visiwani Zanzibar, na uwape nguvu viongozi wake wawe watulivu na wenye busara na hekima katika maamuzi yao, katika kuleta taifa hili kwa na amani na kuondosha zile chokochoko, na katika kuwatendea uzuri wananchi wake. Kwani wewe Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umetuamrisha kwamba kuombea dua viongozi ni moja katika ibada. Kwa hivyo tusiwe tunawaombea watu mabaya, bali tuombee mazuri ili watutendee mazuri. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.